Ngoja tusome kule mstari wa 11, anasema lakini kazi hizi zote kuzitenda Roho huyu mmoja, yeye yule akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Lakini hayo yote huyafanya Roho yeye yule mmoja, akimgawia kila mtu kama apendavyo mwenyewe. Ana utashi kama yeye ana karama, anagawa anavyopenda yeye mwenyewe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Halazimishi, ana utashi. Anaweza akachagua, huyu nampa hiki, huyu namtumia kwenye eneo hili, huyu namtumia kwenye eneo lingine, kwa sababu anayo utashi. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Anasema anafanya vile aonavyo, anafanya aonavyo. Kwa vizuri tujue kwamba mbeba karama na mgawaji wa karama si mwingine, ni Roho Mtakatifu. Yeye ambaye amebeba karama na vipawa ndani ya kanisa la Bwana, yeye ndiye mgawaji, yeye ndiye mtoaji. Kama zote za Roho Mtakatifu, karama za Roho Mtakatifu, yeye ndiye anayetoa, yeye ndiye anayegawa, na anagawiwa kila mmoja kama anavyopenda yeye mwenyewe. Na si kugawa tu, anachagua njia na wakati wa kazi zake, kwamba yeye mwenyewe anachagua njia na wakati wa kufanya jambo hilo. Na ndio maana hatuwezi kumlazimisha afanye kitu, yeye ndiye anaamua ni kwa wakati gani atafanya, lakini pia ni kwa njia gani atafanya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Karama zake zinafanya kazi kwa kadri aonavyo yeye mwenyewe, sio kwa namna tunavyotaka sisi, na wala sio kwa wakati tunaotaka sisi. Anaweza akafanya kwa wakati wake anaoona unafaa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo anachagua njia, lakini pia anaweza akatoa au anaweza akatoa au anaweza akazuia hizo karama katika namna ya utekelezaji wake. Hatuwezi kumlazimisha afanye lolote, wala hatuwezi kumdhibiti au kumwamrisha katika namna ambavyo atatenda. Ndio maana anasema anafanya kama apendavyo yeye mwenyewe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa nini anafanya vile anavyopenda yeye mwenyewe? Kwa sababu yeye anatufahamu, yeye anatujua, anaelewa pia namna huduma hizo zinavyotakiwa kufanya kazi ni kwa wakati gani. Tutajifunza sana swala la karama huko mbele. Tutajifunza karama zote, kila karama moja moja, namna inavyofanya kazi katika utendaji wake. Tutajifunza sana huko mbele kadri tunavyojifunza. Lakini vizuri kufahamu katika msingi huu kwamba ni Roho Mtakatifu ndiye ambaye anahusika na hizo karama, anahusika na hizo vipawa. Kwa hiyo tunapokosa kumfahamu, tunapokosa kumwelewa, hatuwezi sana kutumiwa au kutumika kwenye zile nafasi ambazo tungeweza kutumika. Ni wa muhimu kiasi kwamba kuna vitu vingi tutavikosa kama hatumjui. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Unajua, usipofahamu uwezo wa mtu ni vigumu kumtumia huyo mtu. Leo tunatumia mafundi wa ujenzi kwa sababu tunafahamu huyu ni fundi ujenzi, si ndio? Tunaweza kumtumia mara nyingi kwa sababu tunafahamu hii ni fani yake. Leo hii tunapokuwa na jambo lolote kwenye jamii, tunamtafuta mtu wa fani hiyo. Kama tunahusika na mambo ya kilimo, tunamtafuta mtaalamu wa kilimo. Na tukimpata mtaalamu wa kilimo, basi anaweza akatupa maarifa namna ambavyo tunaweza tukahusika na kilimo ipasavyo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tunafuga, tunahitaji kumpata mtaalamu wa mifugo, anaweza kutuambia namna kama kuna magonjwa, anaweza kutuambia natibiwaje, huu ni ugonjwa gani, namna ya kukinga, namna ya kutibu na kadhalika. Kwa nini tunamtafuta? Tunamfahamu kwa sababu huyu ni mtaalamu kwenye eneo hilo. Hiyo ni fani yake, hilo ni eneo lake. Hatuwezi tukamchukua tu mtu yeyote tukamtumia na tunapata faida. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Roho Mtakatifu kama tukimfahamu tunaweza kuona
jinsi ambavyo namna yetu ya kumtumikia Mungu itakavyopanuka kwa kiwango kikubwa. Tunaweza kufahamu namna ya utumishi wetu na utendaji wetu, lakini pia namna ya maisha yetu itakuwa rahisi na itakuwa nyepesi, kwa sababu yale tusiyoyajua yuko ambaye anaweza akatupa maelekezo. Katika sifa mojawapo ya Roho Mtakatifu, yeye ni mwalimu. Haleluya! Yeye ni nani? Ni mwalimu, na anaweza nimesema Jumapili, hakuna mjinga kiwango cha kushindwa kuelewa mbele za Roho Mtakatifu. Yeye ni mwalimu stadi wa kiwango cha juu, awezaje kusema na mtu wa kiwango cha chini, wa kiwango cha kutokuelewa mpaka akafika mahali pa kuelewa. Ndio maana kumjua Mungu hakutegemei tu hii akili ya kawaida ya shule na vitu vingine. Wako watu ambao hawajasoma darasa lakini wana elimu ya mbinguni, maana Mungu ana nafasi na ana namna ambavyo anaweza pia akasema na maisha yao, na anaweza akasema na mioyo yao. Haleluya! Roho Mtakatifu ni muhimu sana, tunataka kumfahamu, tunataka kumwelewa kwa kina. Ni rafiki wa karibu. Nilikumbuka Biblia inasema yeye ni msaidizi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Yeye ni nani? Ni msaidizi. Jamani, hakuna mtu wa muhimu kwenye maisha kama mtu anayekusaidia. Unajua, unapokuwa na mambo ambayo pengine ni mazito, na unapata mtu ambaye anakuambia usiogope, niko pamoja nawe, nitakusaidia. Unasikia kama kupumzishwa kwa namna fulani, kwamba hauko peke yako, yuko mtu aliyeweka jitihada zake mahali, yuko mtu aliyeweka nguvu zake, na anakuambia usijali, tuko pamoja na mimi nitakusaidia. Usiogope, niko upande wako. Jamani, haleluya! Hili linatia moyo na linatufanya tusikate tamaa, kwa sababu tunakumbuka kwamba kumbe hata kwenye mapito haya, kumbe hata kwenye majaribu haya siko mwenyewe, yuko ambaye ananisaidia. Na huyu ambaye ameamua kujitoa kwa ajili yetu si mwingine, sio mjomba, sio rafiki, sio mzazi, sio ndugu, ni mtu wa mbinguni. Haleluya! Wanadamu wanaweza wakafika mahali wakachoka, wanaweza wakafika mahali nao wasiweze kukusaidia, lakini mbingu haijawahi kushindwa kumsaidia mtu. Mbingu haijawahi kusema hili nalo kwangu ni jipya, hata mimi sina uzoefu kwenye hili, ngoja nitafute mtu mwenye uzoefu kwenye hili. Mbingu inaelewa kila eneo na kila kitu. Roho Mtakatifu ni wa muhimu sana katikati ya maisha yetu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo tumeona ana utashi, ana akili, ana hisia. Ni mtu ana nafsi. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Lakini sasa kwa tunaangalia mambo machache jinsi ambavyo anafanya matendo kama ya kibinadamu, au anafanya matendo ya kibinadamu, kwamba huyu Roho, ili uelewe hata utendaji wake, kuna vitu anafanya matendo ya kibinadamu. Hii tu itoshe kumfanya mtu aelewe kwamba niko na aliye hai. Jamani, haleluya! Niko na aliye hai, sio nguvu tu fulani. Sasa kuna teknolojia nyingi sana. Kadri dunia inafika mwisho ndivyo maarifa yanavyoongezeka. Leo tunaweza tukawa na wanatania ambaye anaweza kufanya kazi na remote, si ndio? Robot. Naweza nikawepo robot fulani, na naweza pia nikaongea, naweza nikafanya kazi, lakini kwani nina utulivu? Ila nikidude sasa nimetengenezwa, nikawekewa akili, inajua kusogeza kitu hapa ikaweka pale, inaweza kuongea, inaweza kutoa maelekezo na vitu kama hivyo, lakini sio nafsi. Huwezi kumfanya asikie vizuri wala kumfanya asikie vibaya, kama anaweza kasikahuzunika. Huwezi kuhuzunika, nikidude tu fulani liko hapo. Lakini Roho Mtakatifu ni zaidi. Haleluya! Ni zaidi. Yuko hai, anaishi,
anasikia. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Anaguswa, anaweza kuhisi, aweza kufanya haya. Sasa yeye hufanya matendo kama mwanadamu. Mojawapo anasema, hebu sema anasema. Hebu sema tena anasema. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Roho Mtakatifu anasema. Fungua kitabu cha Ufunuo sura ile ya 2 na ule mstari wa 7. Kitabu cha Ufunuo sura ile ya 2 na ule mstari wa 7. Unaweza kusoma. Ufunuo sura ya 2 mstari wa 7. Anasema yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katikati ya bustani ya Mungu. Roho Mtakatifu anasema. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Baba anasema yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Roho husema na anasema kwa makanisa. Sasa huyu mwandishi wa Ufunuo anasema yeye aliye na sikio na alisikie neno hili. Tunafahamu kitabu cha kiliandikwa na Yohana, na Yohana alikuwa miongoni mwa wale mitume 12. Na huyu Yohana ndio mtume pekee aliyekufa kifo cha kawaida. Ndiye aliyekufa kifo cha kawaida, aliyekufa kifo cha uzee. Lakini wengine walikufa kwa vifo mbalimbali, wengine walichunwa ngozi, wengine waliuawa kwa namna mbalimbali. Lakini Yohana akabakia akiwa hai, na Mungu alimlinda na kumtunza kwa sababu ya jambo ambalo Mungu alikuwa nalo alilotakiwa kulitimiza kwenye maisha yake. Walifanya kila jitihada ya Yohana kuuawa, lakini hakufa. Kitabu ya historia inaeleza aliwahi kuchemshwa kwenye pipa ya lami, lakini Yohana hakuweza hakuweza kupata dhara lolote. Anachemshwa lakini hakuna kuchemka, wakimtoa ni mzima. Jamani, haleluya. Wanasema kuna wakati aliwahi kukatwa mkono, alikuwa anaandika, wakaja wanakata mkono au wanakuta mkono upo. Kuna vitu vingi ambavyo viliweza kutokea, lakini bado hakuweza kufa mpaka dakika ya mwisho. Sasa mwisho wakati wakapeleka kwenye kisiwa cha Patmo, kile kisiwa hakuna mtu aliyekuwa anaishi pale. Hakuna mtu aliyekuwa anaishi kwenye kile kisiwa. Kwa hiyo wakapeleka pale, ni eneo lenye baridi kali. Ni eneo ambalo kulikuwa na wanyama wakali. Kwa hiyo wakapeleka, maadamu alishindikana namna ya kuuawa, basi akafie kwenye mazingira yale. Kama ataliwa na wanyama basi atateseka na atakufa. Lakini bado akiwa kwenye eneo lile, ni eneo la hatari, eneo ambalo ni dalili zote zinaonyesha ni kufa. Biblia inasema alipokuwa pale alikuwa katika roho, kwamba pamoja na kuwa alikuwa kwenye mazingira yale, lakini bado alikuwa na mahusiano na Mungu wake. Yale mateso hayakumweka mbali na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana anasema nilipokuwa katika roho, anaanza kuona maono, anaonyeshwa maono na anaambiwa andika. Ndio matokeo ya kuja kupata kitabu hiki cha Ufunuo. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Sasa anasema yeye aliye na sikio na alisikia neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Roho Mtakatifu anasema, anaweza akasema na mtu yeyote. Anaweza akasema na mtu yeyote, anaweza akasema na kanisa kama kanisa, lakini pia anaweza akasema na mtu kama mtu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Anaweza akasema kama vile
Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Wakati mwingine nao naweza nikaja ambao ni sawa sawa na ulivyo. Mungu husema, Roho Mtakatifu anaweza akasema, na ndio maana kwenye yale makanisa yote saba kila kanisa alisema nao. Jina la Bwana libarikiwe sana. Roho Mtakatifu anasema. Na hawezi kukaa kimya pasipo kusema na mtu. Leo kwa wengine tukishindwa kusikia sauti ya Mungu, hatujakaa mazingira ya kusikia sauti ya Mungu. Lakini Mungu ni Mungu anayesema. Anaweza akasema kwa namna nyingi mno. Anaweza akasema kwa njia nyingi mno. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Roho Mtakatifu anasema. Anasema. Ni jambo la pili, anaombea. Anaombea. Roho Mtakatifu anaombea. Somo kwenye kile kitabu cha Warumi 8 mstari 26. Warumi 8:26 anasema kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu. Kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Anatuombea. Bwana Yesu asifiwe sana. Na anasema hatujui kuomba, yeye anatusaidia udhaifu wetu. Na kweli kwenye eneo la maombi kuna udhaifu mkubwa. Ndio maana Yesu akasema roho hii rangi, lakini mwili ni dhaifu. Roho inatamani kupenya. Roho inatamani kububujika. Lakini kwenye mwili kuna udhaifu. Yesu anawachukua wanafunzi wake, anawashirikisha maombi kwa sababu ya hali anayoisikia. Maana anawaambia roho yangu ina huzuni kiasi cha kufa. Nasikia huzuni, roho ina huzuni kiasi cha kufa. Akatafuta partner wa maombi watakaoomba pamoja kwenye ile situation aliyokuwa nayo. Anawachukua Petro, anamchukua Yakobo, anamchukua na Yohana, anawapeleka kwenye mlima na anaenda kawaacha hatua kadhaa. Akaenda mbele zaidi, akaanza kujimimina mbele za Bwana. Waliopelekwa kusaidia kwenye eneo la maombi wao wanalala. Kwa hiyo ameomba na akijua kuna watu wanaosimama pamoja naye katika kuomba, anakuta baadaye anarudi, anawakuta wamelala. Anawaambia sio wakati wa kulala, amkeni muombe. Anarudi kwenda kuomba, na Yesu akaendelea kwenda kujimimina mbele za Bwana. Anarudi anawakuta wamelala bado. Anawaambia roho hii rangi, lakini mwili ni nini? Ni dhaifu. Lakini anawaambia ni lazima kuomba. Jamani, haleluya. Kwamba hakuna namna ambavyo unaweza ukakaa pasipo kuomba. Anawaambia ombeni msije mkaingia majaribuni, kwa sababu namna mojawapo ya kushinda majaribu ni kuwa muombaji. Kama hakuna maombi huwezi kushinda. Kama hakuna maombi huwezi kupenya. Kwa hiyo anawahimiza swala la kuomba ni la muhimu. Hata kama kwenye maombi kuna shida, kuna uchovu, kuna udhaifu, pambana uhakikishe unaomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Rafiki yangu mmoja leo niambia bwana wangu, ile somo la kuomba hizo lakini unakuta unapata shida kuamka. Anasema nikaamua. Mmoja nikasema mama naamka kwa sababu ile nimechoka. Najikuta nashindwa. Sasa naamua kujiangusha kitandani. Akiamka hapo chini kichwa kimegonga mahali, akili zote zimerudi ndege na kamata sawa sawa. Hamna cha usingizi, hamna cha nini, anaamua kuomba. Mwambie na roho huo unafanyaje? Muulize na roho huo unafanyaje? Hata kama umeweka hali ya mtu, unaweza kujiwekea hamu ya kuomba. Alafu
hiyo halamu ikilia inakukwaza wewe mwenyewe. Unaanza kukwazika kwa halamu ndio wewe unakwazika kabisa. Yaani basi unakasirika. Maana imekuamsha na uliweka ili kuamsha. Lakini mwili unakwambia ni saa ya kulala, sio saa ya kuamka. Unajua kama kuna vita vikubwa tulivyo navyo ni juu ya mwili tulioubeba. Miili yetu hata kama shetani anakaa mbali, ukicheza na mwili unaweza usimuone Mungu. Na unajua kwa sababu gani? Kwa sababu mwili asili yake ni duniani. Na kwa sababu mwili asili yake ni ya dunia, chochote ambacho mwili inakihitaji ni vitu vya dunia. Wewe unang'ang'ana vitu vya mbingu wakati roho ni wa dunia. Kwa vitu ambavyo mwili umetokana na mavumbi, lazima ipate vitu vya mavumbi. Haina haja na vya rohoni, maana eneo si la kiroho, wala pia halitamuona Bwana. Maana lazima mwili na damu hazitaurithi ufalme wa Mungu. Ndio maana Yesu akitukuza tukiwa hai, hatuingii na miili hii, lazima tubadilishwe. Miili hii haina sifa, miili hii haistahili, miili hii haifai kwenye yale makao ya milele. Lazima tubadilishwe, lazima tufanywe upya, lazima tufanye miili mingine yenye sifa ya kuingia kule. Ukisoma kwenye Wakorintho 15 anasema kuna miili ya duniani na kuna miili ya wapi? Ya mbinguni. Hii ya duniani inapigwa na malaria, inapigwa na mafua, inatusumbua kwenye kula, inatusumbua kwenye kuvaa, inatusumbua kwenye mambo mengi. Lakini kuna miili zaidi ya haya ambayo yanaandaliwa, na iko siku wa mngojao Bwana watavikwa miili mipya. Kuna ugovi mkubwa sana kwenye mwili. Ndio maana anasema enendeni kwa roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za nini? Za mwili. Kwa kuna haja ya kwenda kwa roho. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kwa kuna vita iliyopo kati ya mwili na roho. Kuna udhaifu mkubwa unaotusumbua, na udhaifu unaotokana na kitu kingine unatokana na miili yetu. Kwa sababu kwenye mwili tunakuchoka. Imani Bwana asifiwe sana. Tunakuchoka kwenye mwili. Sasa anasema Roho Mtakatifu yeye anatuombea. Haleluya. Anasema anatusaidia udhaifu wetu. Anatusaidia udhaifu wetu. Unajua kuna vitu uweze kufanya kwa namna ya kawaida na ukafanikiwa. Kwa namna ya kawaida. Hebu sema kwa namna ya kawaida. Kuna vitu unaweza usifanye kwa namna ya